hakuwa mchafu wa maneno, kutukana watu, kusengenya watu, kuzungumza maneno mabaya ima mbele ya watu au mbele hata ya watu wako wa karibu, bali hata wewe huna haya wazungumza maneno machafu mbele ya watoto wako. Unawapa mafunzo gani watoto kama wale? Enyi ndugu katika Uislamu, msamehe yule aliyekukosea. Samehe watu ikiwa una dhamira, una nia ya Allah subhanahu wa ta'ala apate kukusamehe. Kwani miongoni mwa alama za utaji Mungu ni pale unapokuwa na tabia na sifa ya kusamehe. Kwani sifa hii imechukuliwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala pindi wanadamu walipokuwa wakimkosea Allah subhanahu wa ta'ala kwa makosa mbalimbali, bali kosa kubwa aliyokuwa akikosewa Allah subhanahu wa ta'ala ni pale waja wa Allah aliyewaumba yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala wakawa wenye kwenda kuabudu kingine asiyekuwa Allah. Bani Israil walipokuwa wakiabudu ndama Allah subhanahu wa ta'ala na kuwatahadharisha na kuwakanya juu ya jambo kama kile, lakini mwisho wake Allah subhanahu wa ta'ala akaonyesha huruma zake na msamaha wake, akawa ni wenye kuwasamehe. Fa inna min sifati Allahi azza wa jal annahu afuwun ghafurun karimun qadirun, falaqad afa an bani Israil ba'dama abadu al-ijl. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake kwamba yeye ni mwingi wa kusamehe, ni mwingi wa kufuta madhambi. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkarimu. Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwenye uwezo. Katika kusamehe kwake Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ni wenye kusamehe Bani Israil baadama abadu al-ijla, baada ya kuwa wao wakawa ni wenye kuabudu ng'ombe, wenye kuabudu ndama. Qala subhanahu wa ta'ala thumma afawna ankum min ba'di dhalik la'allakum tashkurun. Baada hapo, thumma kisha, baada ya hapo, baada ya kuwa nyinyi mumeacha ibada ya Allah, kumwabudu Allah peke yake asiyekuwa na mshirika, mukaenda kuabudu ndama, afawna ankum, tukawasamehe nyinyi, min ba'di dhalik, baada ya kuwa nyinyi munaabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tashkurun, ili nyinyi kupitia msamaha wa Allah mupate shukrani, mupate kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye peke yake. Suratul Baqara. Katika suratul Nisa Allah subhanahu wa ta'ala asema thumma ittakhadhu al-ijla min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat fa'afawna 'an dhalik wa atayna Musa sultanan mubina. Hizi aya mbili zote zaonyesha utukufu wa Allah, ukubwa wa Allah, ruhuma aliyokuwa nayo Allah kwa waja wake, kwa waja wake wema na kwa waja wake waovu. Sio kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa yeye ni mwingi wa adhabu apatiliza adhabu moja kwa moja, bali pia Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema yake ni mwenye kuwasamehe waja wake. Ikiwa mja anamshirikisha Allah, Allah yuko tayari kumneemesha kwa neema mbalimbali, pamoja ya kuwa yeye yupo katika shirki ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma afawna ankum min ba'di dhalik la'allakum tashkurun. وقال سبحانه من صفاته أنه غفور رحيم عفو. قال سبحانه وتعالى في سورة الشورى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نيي الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده, hutakabali toba kwa waja wake baada ya kukosea, baada ya kuzama kwenye madhambi na maasi mbalimbali.
wa ya'lamu ma taf'alun, halifichiki chochote mbele yake Allah. Anajua kila unalolifanya, kila unalolitenda katika kumwasi yeye, katika kumfanyia yeye madhambi mbalimbali. Wa ya'lamu, anajua, analitambua kila lile unalolifanya kwa dhahiri na kwa siri katika kumwasi yeye. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, pindi ukimwendea yeye, ukirudi kwake nyuma, ukitaka tauba, wa huwa alladhi yaqbalu tauba, ni yeye Allah anakubali toba yake. Kimbia kwa Allah utubie. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sari', hakukwambia wamshi au wamshu, tembeeni, bali akwambia katika wewe kutaka kusamehewa madhambi yako, kimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili upate kufutiwa dhambi zako, upate kusamehewa dhambi zako. Malipo yake ni makubwa. Wa jannatin ardhuha, malipo yake ni pepo, upana wake ni mbingu na ardhi. Ni wewe tu umkabili Allah, kimbia kwa Allah, fanya haraka urudi kwa Allah, upate msamaha wa Allah, uondoke hali ya kuwa hauna dosari, hauna dhambi. Hii yote yatonyesha nini? Msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. At-tasamuh min akhlaqi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kusamehe ni miongoni mwa tabia na sifa aliyokuwa nayo kipenzi chetu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ukiwa na tabia ya kumsamehe ndugu yako, ukiwa na tabia ya kumsamehe mwenzako, awe katika familia, awe asiye katika familia, ni ndugu yako katika dini, basi wewe umebeba sifa miongoni mwa sifa aliyokuwa nayo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. وعن أبي عبد الله الجدلي رضي الله عنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صحابة عبد الله الجدلي رضي الله عنه أسامكم بيا عائشة، hebu nielezee tabia aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi ahlihi, kwa watu wake, kwa wake zake, kwa familia yake. Huyu mtume alikuwa kiasi gani? Tabia zake zilikuwa vipi? Qalat Aisha, asema Aisha radhiyallahu anha, kana ahsanu an-nasi khuluqa, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mzuri wa watu kwa tabia njema, alikuwa ni mwenye tabia njema katika watu. Lam yakun fahisha, hakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mchafu. Wala mutafahisha, wala hakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akikalifisha watu kufanya machafu. Lam yakun yukallifu an-nas fi fi'li al-ma'asi, lam yakun huwa fahisha, yeye hakuwa ni mchafu. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam is our role model, ni kielelezo chema, kigizo chema. Ikiwa yeye atakuwa ni mchafu, vipi wa raia wafaa wawe vipi? Falidhalik kana ahsanu an-nasi khuluqa, alikuwa ni mingi wa tabia njema kwa watu. Lam yakun fahisha, hakuwa mchafu, hakuwa mchafu wa maneno, kutukana watu, kusengenya watu, kuzungumza maneno mabaya ima mbele ya watu au mbele hata ya watu wako wa karibu, bali hata wewe huna haya, wazungumza maneno machafu mbele ya watoto wako. Unawapa mafunzo gani watoto kama wale? Sasa ikiwa kiongozi wetu Rasulullah alikuwa ni mwingi wa tabia njema, anasifiwa na mke wake Aisha radhiyallahu anha, bali sifa hizi zimetoka kwa Allah, mwalimu wake mkubwa. Akaja mwalimu wa pili, Jibril alayhi salatu wassalam, apeleka
taalimi hii, mafunzo haya kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, huku akiambiwa wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe Rasulullah upo katika tabia njema za juu kabisa. Wala sakhaban bil aswaq, Aisha radhiyallahu anha amimina sifa njema kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akisema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa ni mwenye kupiga makelele masokoni. Kuna msemo wasema, in every market there is a madman. Every market there is a madman. Kila soko lina wendazimu wake, kwa maana sokoni ndio mahala pa kupiga makelele. Kila aina ya vituko utapata masokoni, lakini haimaanishi Muislamu kwa kusikiza maneno haya au fikra hizi akawa yeye na yeye apate kuiga watu waovu. La, sisi tunaye Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hata yeye alikuwa akienda sokoni, mpaka washangazwa Makuraishi, makafiri katika kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba huyu kweli ni mtume. Walishangaa wakasema, ma li hadha ar-rasul yaakulu at-ta'am, anakula chakula, wa yamshi fil aswaq, kisha huyu anaenda sokoni. Huyu si mtume. Mtume hafai kwenda sokoni. Sokoni ni mahala pachafu, sokoni ni mahala pa mashetani, sokoni ni kadha wa kadha. Mali hadha ar-rasul yaakulu at-ta'am, kwanza anakula chakula. Mtume si malaika, wala mtume si Mwenyezi Mungu wala kadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam aelezea yeye mwenyewe akasema, innama ana basharun mithlukum, hakika mimi ni mwanadamu kama nyinyi, tofauti yangu na nyinyi yuha ilayya, mimi nateremshiwa wahi. Hii ndio tofauti, mimi ni rasul, lakini katika jinsia yeye ni mwanadamu. Laqad jaakum rasulun min anfusikum, hakika nyinyi mumejiliwa na mtume kutokamana na jinsia yenu mwanadamu. Mtume wetu Muhammad hakutokamana na majini wala katika jinsia nyingine yoyote. Rasulun min anfusikum ay min jinsikumul bashar. Ibadallah, wala yajzi bisayyi'ati mithluha, wala Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sifa zake njema hakuwa akilipiza ovu kwa ovu. Katika kusamehe ni kwamba wewe uwe na subra, anayekutendea ovu mtendee wema, usilipize ovu kwa ovu. Walakin ya'fu wa yasfah, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisamehe na kufuta. وأمر سبحانه وتعالى المسلمين بالعفو، Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha Waislamu katika jambo zima la kusamehe. Waislamu, sameheaneni pindi munapokuwa mumekosana. Kukosana kuko, kuteta kuko, kugombana kuko, lakin ba'da dhalik falyafu waliyasfahu. ألا تحبون أن يغفر الله لكم فليعفوا، سمهنني وليصفحوا نمفته يوم كوسا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، hivi nyinyi hamutaki msamaha kutoka kwa Mola wenu? Hamutaki kusamehewa na Mola wenu? Wallahu ghafurur rahim, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe, ni mwingi wa rehema kuwarehemu waja wake. Wa qawluhu subhanahu wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah, la yastawiyan. Alhasana wasayyi'a la yastawiyan, hazilingani, haziendi sawa kabisa. Jema na ovu haliwezi kuwa sawa. Kila mmoja anajua hili ni jema na hili ni ovu. Liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, Allah ameleta upambanuzi wa kupambanua zuri na ovu. Ukiambiwa acha mogokani ovu,
acha marungi ni maovu, wewe ukasema halina ubaya wote. Tujalie halina ubaya wote katika afya yako, utasema kuna kheri yote, kuna nguvu yote unapata, kuna raha yote unapata? Hakuna. Acha bangi. Mimi kila mkivuta bangi bana napata appetite ya kula. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu ushakuwa chizi. Falidhalik Allah ameleta kipambanuzi ya kupambanua mazuri na maovu. Katika haya niliyotaja, utaeka katika kiganja kipi, katika mezani ipi? Kulu minat tayyibati ma razaqnakum, kuleni katika vizuri tulivyowapa, tulivyowaruzuku. Je, katika vizuri tulivyoruzuku, katika hizi nilizozitaja ambao umma wa Kiislamu umeangamia nazo katika zama tulizo nazo, utaeka katika upande gani? Ibadallah, kwa hivyo wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a, hayalingani mazuri na maovu. Mazuri katika matendo yako, mazuri katika maneno yako, mazuri katika mwelekeo wako, na mabaya katika matendo yako na mazungumzo yako, haiwezi kuwa sawa. Idfa billati hiya ahsan, idfa billati hiya ahsan, wewe jaribu kufuta lile ovu kwa jema. Innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at, hakika jema huondosha ovu. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa, pindi utakapomtendea yule anayekukosea ukamtendea wema baada ya kuwa yeye anakutendea maovu, wallahi atarudi nyuma aone haya, huyu kila nikimtendea ovu ananitendea wema, kila nikimuudhi yeye harudishi kosa kwa kosa, ananifanyia mazuri. Utaona haya, wewe mwenyewe utarudi nyuma. Ndugu yangu, kila nikikuudhi wewe huniudhi, nisamehe, nisamehe, sitorudie tena. Hii ni katika sifa ya muumini wa kweli, sifa ya mcha Mungu, sifa ya Muislamu. Qala al-Bukhari rahimahullah, katika aya hii akasema as-sabru inda al-ghadab, ili wewe upate kusubiri. Subra huja wakati umeudhiwa, wakati wa ghadhabu. Pindi umeudhiwa, kuwa na subra, usilipize. Was-sabru inda as-sadamati al-ula, subra inakuja pale unapopatwa na mshtuko wa kwanza, ukavumilia, ukasubiri. Wal-afu inda al-isaa, na kusamehe ni pale unapokosewa. Subra inda al-ghadab, wal-afu wat-tasamuh inda al-isaa, na kusamehe inatokamana na pale umekosewa, uko tayari kuvumilia moyo wako, ndugu yangu nisamehe, mimi nimekukosea. Lakini yahitaji mwanamume wa kweli, yahitaji moyo wa kweli. Wewe umekosewa makosa mbalimbali, kisha hapo hapo hulipizi. Baada dhalika wewe urudi mwambie yule aliyekukosea, nisamehe ndugu yangu. Al-afu wal musamaha min alamati at-taqwa, kusamehe miongoni mwa alama za utaji Mungu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fi min al-ayati wadh-dhikril hakim. أقول ما تسمعون واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، العفو والمسامحة من علامات التقوى. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Miongoni mwa alama za wachaji Mungu katika waumini, katika Waislamu, ni pale wanapokuwa wanazuia hasira zao, kutolipiza yale waliotendewa katika maovu. Walafina anin nas, na wakawa ni wenye kusamehe watu.
yani mtu anakuudhi kama namna alivyoudhiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atoka nyumbani kwake anaenda kuswali, anaekewa miba njiani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa na subra na sifa ya kusamehe, alipoenda Taif akapigwa mawe, damu za mtiririka, Jibril alayhi salatu wassalam amjia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, toa amri ni wafanyeje watu hao. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wasamehe, hakika wao hawajui, hakika wao hawatambui mimi ni nani, nimekuja kwa jambo gani kwa wao. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali mitume yote wamekuja kwa nia ya kuwa bisharatu nnas, ikhraju nnas min dhulumati al-kufri, min dhulumati al-jahli wash-shirki ila nuri al-hidayati wal-islam. Hii ndiyo kazi ya mitume, kuwatoa watu katika giza la shirki, katika giza la kufri, katika giza la ujinga, kuwapeleka katika nuru ya uongofu, nuru ya Uislamu na imani. Wallahu yuhibbul muhsinin, hakika Allah anawapenda watu wenye kufanya ihsan. Ikiwa ihsan ni pale unaposubiri katika hasira mtu anakuudhi, ikiwa ni ihsan ni pale unaposamehe pindi unapokosewa. Wallahu yuhibbul muhsinin, hakika Allah anapenda watu wenye kuregesha ihsani. An Abdullah bin Zubair qal أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، رواه البخاري. حديث عبد الله ابن الزبير ikiwa ni athari Abdullah ibn Zubair asema, hakika Allah amemwamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam awe ni mwenye kuchukua msamaha kutokamana na tabia za watu wema, achukue tabia njema kutokamana kwa watu walio wema, iga mema. Ikiwa maswahaba waliathirika na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na sisi tufuate protokol zao, tuige matabiina walikuwa vipi. Tabiina waliiga mafunzo mema kupitia maswahaba, na maswahaba kupitia kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min Jibril alayhi salatu wassalam allamahu shadidul quwa, wa Jibril min Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tutasema tumwiga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume huyu ni yule aliposema adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, amenifundisha adabu Mola wangu akanifundisha adabu iliyo njema. Adabu hii aliipata wapi Rasulullah? Aliipata kupitia mafunzo aliyokuwa akifundishwa kutokamana na wahyi unaoteremka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala min wasitati Jibril. Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Na ndio maana mtume aambiwa au tuambiwa sisi kupitia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه. Kwenye hadithi hii imezungumzia vitu aina tatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aelezea kwanza kwa wale wenye sifa ya ubakhili, kutoacha kutoa mali yao katika jambo la khairi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ma naqasat sadaqatun min mal, haipungui sadaka kwako wewe kutoa kwenye mali yako ulionayo. Wama zada Allahu abdan bi'afwin, na hatozidisha mja kwa kuwa yeye ni ana sifa au tabia ya kusamehe, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala humnyanyua cheo chake, humnyanyua daraja yake. Wama yatawala ahadun lillah, hatonyenyekea mmoja wenu yoyote kwa yoyote isipokuwa Allah humnyanyua daraja yake.
as-sadaqa, sadaka, al-afu, kusamehe, at-tawadhu, kunyenyekea. Hizi ni katika sifa na tabia za watu wema. Alladhi ya'fu aziz, yule anayesamehe ni aziz, ni mtukufu, ana sharaf mbele Allah. Wa ahlul izza, na wale wenye izza, wenye nguvu, wenye sharaf, hum ahlul afwi wa hum ahlut taqwa, hao ndio watu wenye msamaha, hao ndio watu wenye sifa ya uchamungu akipenda Allah. Wasia wa mwisho kifunga khutba ni wasia wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kumpatia sahaba Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu, huku akimwambia ya Uqba ibn Amir, ewe Uqba ibn Amir, afu amman dhalamak, msamehe aliyekudhulumu, msamehe aliyekukosea, aliyekudhulumu kimaneno, kwa kuvunja heshima yako, kwa kukutukana, kwa kukusingizia, au akakudhulumu kakupokonya mali yako. A'fu amman dhalamak, wasil man qata'ak, unganisha, dumisha mahusiano kwa yule anayekukata. Yule ambaye anakukata wewe, kuwa karibu na yeye, unganisha. Ikiwa ni katika familia, kuunganisha kizazi, hiyo ni baba aula. Ikiwa ni watu wa karibu, mimbabi aula. Ikiwa katika ndugu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam atuambia sil man qata'ak min almuslimin, kutokamana na Waislamu. Wa ahsin man asaa ilaik, na utende wema, ufanye ihsan, ufanye mazuri kwa yule anayekutendea maovu, yule anayekutupia takataka, yule anayekutupia najis, yule anayekutupia kila ovu, wewe mtupie marashi ya uzuri wako, wewe mtupie udhi wa mazuri yako, wewe mtupie maneno yako mazuri. Huenda akaacha yale maovu kupitia mazuri unayomfanyia. Idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainak wa bainahu adawa kaannahu waliyyun hamim wama yulaqaha illa alladhina sabaru. Haya yote hayapatikani wewe kuregesha wema kwa maovu unayotendewa, wewe kuregesha mazuri kwa maovu unayotendewa, isipokuwa mwenye sifa ya subra. Illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa dhu hadhin adhim. Wataka cheo kikubwa, heshima, upandishwe daraja na Allah subhanahu wa ta'ala, msamehe aliyekukosea, aliyekudhulumu, na wewe Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa malipo mema, atakufutia dhambi zako, maadam una tabia ya kusamehe. Usilipize. Hivi wewe watarajia mwenzako aadhibiwe kwa sababu yako? Hivi wewe watarajia mwenzako ateswe kwa sababu yako? Nenda umsamehe. Kesho siku ya Kiyama adhabu ya Allah ni kubwa na ni mzito. Sameheneni hapa hapa duniani. Hukumu ya kesho ni mzito, si hukumu ya duniani. Mwenye nguvu aanze kumnyanyasa mnyonge, tajiri aanze kumnyanyasa fukara, mwenye haki akose kwa sababu ya nguvu zake na mali yake na utajiri wake. Bali hata walioteta, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam atuambia la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalath يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما من بدأ بالسلام. Si halali, haifai, kinyume chake, kwa maana ni haramu kwa Muislamu kumgura ndugu yake Muislamu zaidi ya masiku matatu wanapishana wakawa haulizani khairi wala shar, hawasalimiani. Bal waweza kuwa umepata ndugu baba na mama, miaka inapita, siku 364 65 zaenda hivyo, zarudia kiripichi, huzungumzi na ndugu yako. Bali la hatari zaidi,
kwenye hadithi hii, la yahillu li muslimin, haifai kwa Muislamu kumgura ndugu yake Muislamu kupitia hata kwa wazazi wawili, baba na mama. Ni wangapi waloteta na baba zao? Ni wangapi waloteta na mama zao waliowazaa kwa matumbo yao? Wangapi? Acha yule amenifanyia chuki, amenifanyia uadui, amenifanyia hasad kazini, labda huyu anafanya kazi vizuri, huyu ana attend kwa wakati, anatendi kwa wakati, huyu afanya hivi katika mazuri, ikawa mazuri ya mwenzako ya kuchoma kwamba huyu akiendelea hivi atapandishwa cheo, ikawa sasa wamfanyia uadui. Mamako alikufanyia uadui wapi? Babako amekufanyia uadui wapi? Ndugu wanafanyiana uadui, ndio. Hata katika kisa cha Nabii Allah Yusuf imetokea hiyo. Ukimwelezea ndugu yako mazuri kwa nia njema, yeye anadhania vibaya na anaanza kukuteza. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Ndugu yangu bana, nimekujia, nataka unishauri, nataka kufungua madrasa mimi, nataka kufungua visima, nataka kufanya hili na hili katika mambo ya kheri, ikawa nipeleka huku wanipeleka kule mpaka zile pesa zikapotea. Kisha unaanza wajifanya mwema, wajifanya hivi, kumbe wewe ni show off tu hizo. Mbona ukufanya? Chuki ziko, hasadi ziko. Ni Waislamu wajikinge kwa Allah subhanahu wa ta'ala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصل الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.